Naam, bwana Mwijaku bado amevalia njuga sakata la Haji Manara kwa vitu ambavyo amevizungumza baada ya kutoboa siri nyingi kuhusiana na tajiri yake ambaye anafahamika kwa jina la GSM. Amezungumza pia kuhusiana na issue ya Uwoya, kudai kwamba Uwoya bwana amepewa pesa na GSM takriban dola 20,000 na vitu vingine vingi. Kwa kifupi ni kwamba Mwijaku bwana amelivalia njuga ili swala la Manara kuzungumza vile vitu ambavyo alivyokuwa amevizungumza. So hapa bila kupotezea muda nataka umsikilize Mwijaku jinsi alivyomjia juu Manara kuhusiana na zile voice note ambazo zilikuwa zimevuja. Zungu njoo hapa mpumbavu. Kwa hiyo kumbe masofa unaokaa juu hivi, unatuonyesha unakaa juu kwenye masofa. Kumbe masofa yale yanauza milioni 20, umepewa kwa milioni 7. Sasa umepewa bure. Tukuulize unalipa fadhila gani unapewa masofa bure? Alafu mpumbavu uko una akili, unalipiwa kodi bure. Unapewa masofa ndani ya nyumba bure. Unapewa na hela chakula bure. Alafu baadaye unakaa unamsema tajiri. Tajiri anaonga kwa Uwoya hadi dola 20,000. Sasa Uwoya akapewa dola 20,000 ndio useme dunia ijue. Sawa, mke wa tajiri amefanya surgery. Wewe inakuhusu nini kutuambia sisi? Hiyo ni siri ya familia ndani. Wewe inakuhusu nini kutuambia? Alafu nisikufiche mpumbavu wewe. Yaani wewe Mwambino na kukopa wewe hela. Wewe una hela gani wewe? Wewe mvuta sigara una hela gani wewe mzungu? Yaani Mwambino akukopa hela wewe una hela gani? Wewe mvuta sigara, una benzi ya mwaka 1980 ngapi unatembea nayo? Eti Mwambino akukopa hela kitabu. Wewe unajua Mwambino analipa bei gani mimi kwa Wasafi Soap? Mpumbavu wewe una akili. Umekaa kumbe mtu wa hovyo. Ujitambui, unakaa unachafua matajiri. Wewe umesiwa, huna akili. Kila kichoko unaishi, ndio maana nakwambia wewe umeshapotea. Umeshapotea. Nani atafanya kazi na wewe? Nani ataka karibu na wewe? Mpumbavu ndio ataka karibu na wewe. Yaani mtu akae karibu na wewe afu baadaye ukae uyaanike vitu vyake. Huwezi. Nipo kwenye masofa yangu ya shilingi milioni 10. Wamenipunguzia mpaka milioni 8. Milioni 2 nimeomba kama discount kwa sababu nienda kwenye msimu wa sales. Hapo nakukumbusha hapo wala sio mbali. Sio umeenda kukaa umepambana. Masofa unavimba mwenyewe unakaa juu kumbe masofa umepewa bure. Sisi hapa tunavimba kwenye masofa ya kununua mwenyewe hela yangu. Haya hapa. Hata nikiapasua ya kwangu. Sasa unaenda kapasua utarukaruka una moyo huo. Tulia mzungu, umetuaibisha, kaa upambane na msingi. Yaani sasa ndio umekwisha. Na sasa hivi tunakuja na kampeni tajiri akupunguze. Tajiri akupunguze. Uweze kumtumbulia tajiri afu tajiri aendelee kukaa na wewe. Call me DC Mwijaku expensive life. So hicho ndicho alichokizungumza Mwijaku kuhusiana na sakata la Manara. So ukiwa kama mdau, hebu weka maoni yako hapo chini katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.